kuwa tarehe 24 siku ya Jumapili mwezi wa 5 ya tarehe 22 ya tarehe 24 ni leo Jumapili, ambao nimemtembelea Pastor Florian kutembelea ibada yake kwa ajili ya kupa mbashara. Nimeungana na waumini wote wa mahala hapa na wanao la kusema, kama nilivyokuahidi kuwa jana ilikuwa ni siku ya tangazo kuwa leo kutakuwa tuna ibada kubwa ya kuombea ndoa. Hebu nianze na mama huyu. Mama, umeionaje na unajisikiaje? Na nimeona unaombewa, nimeona furahi, imekuwa kwaje? Kwa kweli najisikia furaha juu ya moyoni mwangu, na sasa hivi yani jamani sijisikia jamani nimekuwa vizuri kwa kweli. Swala la ndoa, umeombewa katika ndoa yako, ni muujiza gani ambao umeupokea? Kwa kweli mimi muujiza niliyozidi kuupokea, tutazidi kuheshimiana juu ya familia yangu. Sawa. Amen. Amen. Bwana, huyu ni mama ambaye alikuwa miongoni mwa waombewaji, ameombewa vizuri na kama unavyomuona ana furaha. Kwa hiyo unaona mambo ni mazuri. Mama, nimefika kwako. Nimesikia ulikuwa unaumwa. Umekuja hapa kanisani kama ilivyo ada kuwa leo ilikuwa ni siku ya tofauti. Mpaka sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri na matatizo kwa kwenye tumbo kwa sasa najisikia naendelea vizuri, naendelea kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi uko vizuri, au usikii homa yoyote? Sikii homa yoyote tena. Ulikuwa unasumbuliwa na kifua, sasa hivi ulikuwa unasumbuliwa na tumbo, sasa hivi mpaka sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri. Huyu ni mama ambaye alikuwa anaumwa, alikuwa anasumbuliwa na tumbo, alikuwa na matatizo mbalimbali, lakini alipofika hapa kwenye ibada ameombewa na mpaka sasa hivi anasema yuko vizuri na anasema mambo yako vizuri. Hebu tuende kwa huyu, maana huyu naye alikuwa miongoni. Ibada ilikuwa inahusiana na mambo mengi, lakini kupitia mambo ya mchungaji Florian anataka kusema. Mama, dada, ni kitu gani ambacho umekipokea kuhusiana na ibada ya leo? Maana naona una furaha, lakini mwanzoni kama ulikuwa mnyonge, sasa hivi naona kama unafurahi. Vipi? Imekuwaje na unajisikiaje? Kupitia ibada ya siku njema leo, nimeona miujiza ikitendeka katika ndoa za watu. Watu wengi wamefunguliwa, lakini pia na jinsi ya Mungu, sababu nimemwona Bwana akitenda kupitia mchungaji Florian. Wamezungumzia habari ya kuwa inawezekana mchumba wako amechukuliwa. Una mchumba? Sina mchumba. Umefurahi kwa ajili ya mama ambao wameombewa, mambo yakawa vizuri. Mungu wa mbinguni akubariki. Hii naye alikuwa miongoni mwa waombewaji. Unaona unaomba, unafurahi, mpaka sasa hivi naona furaha. Umejisikiaje na ibada umeipokeaje leo? Nimepokea kwa furaha, naona Mungu katika ibada hiyo. Hakika Mungu ni mwema, mwaminifu kabisa. Ukimwita kweli anakuja. Ndio. Unawaambiaje hao Watanzania wanaokimbia kwa mashetani, wakimbia kwa Yesu, kwa sababu kwa Yesu ndio kuna amani, kuna furaha ndani ya Yesu. Ndio. Ni kitu gani hasa umekipokea kwenye familia yako? Na je, familia yako ilikuwa na mgogoro? Ndio, familia yangu tumeteseka sana na magonjwa. Wachao wametesa sana maisha ya watoto wangu. Watoto wangu wamewaroga vifafa. Hakika kwenye ibada hii, hakika Mungu nimemuona vifafa siwaoni tena ndani ya watoto wangu. Walikuwa wanaugua sana, lakini nilipoenda kwa Yesu, hakika Yesu nimepata msaada mkubwa, nimepata uponyaji. Sijaenda kwa waganga wa kienyeji, bali nimeenda kwa Yesu. Nimenika kwa sababu Yesu alisema, "Mteni nami nitaonyesha mambo makubwa usiyoweza." Hakika nimemkimbilia, nimemuona Mungu ametenda makubwa na maajabu ndani ya watoto wangu. Hakika nimemuona Mungu. Sikuwa na furaha kabisa katika kipindi ambacho sikuwa sijawahi kuogopa, lakini leo uko na furaha, naona amani ndani ya watoto wangu. Naona amani katika Mungu nimemuona kweli. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya kipekee. Yaani siku ya leo Baba, naona unacheza, inaonekana umefurahi baada ya tarehe 24. Mambo yakoje? Labda mwambie mambo ni mazuri. Nimejisikia furaha sana kwa sababu nilikuwa ninauma tumbo, nasikia sasa hivi nimeshapona. Hata mtumishi alikuwa hajanifika niwekea mkono, nasikia imefunguka. Ndio maana nimefurahi ili kuendelea kuchezea Mungu. Makuu aliyonitendea ni makubwa sana. Unawaambiaje hawa ambao wanakutazama mpaka sasa hivi? Unawaambiaje nao wafanyeje ili waweze kupata furaha kwenye ndoa?
ndoa yao au wawe na amani katika familia zao. Nawaambia wasikuomba Mungu kwa sababu Mungu anapenda mambo yote, hakuna jambo lolote linalomshinda. Kwa sababu yeye anakuomba kwa ufasaha, moyo mkunjufu ambaye kutekeleza kusema kama Mungu atakapofanya anapenda kweli. Kwa hiyo na wengine wapate kuwa na maombi na hiyo matari ili kumjalikia sana na kuweza kushinda. Bwana, mimi kwa majina yangu naitwa Nixon, ni mhandisi wa kanisa la Agape. Nilikuwa nimeungana na wenzangu katika ibada leo ya tarehe 24 kama nilivyokutangazia kuwa leo itapombea ndoa za watu na wenye kuteseka na magonjwa mbalimbali, lakini naamini katika yote imewezekana. Hapa nimeondoka na umeona kama nilivyokuwa na wenzangu. Labda niseme kama umenisikia, unaweza kunitafuta muda wote kupitia WhatsApp, YouTube, Facebook, andika Florian Boniface. Mambo yote yanaonekana live, na Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Bye bye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutembelea sasa hivi muda huu. Hii unampa na shida. Huu ulikuwa ni muda wa ibada. Ibada ambayo tuliandaa katika matangazo yetu kwa itakuwa ni ibada ya kipekee. Ndio. Na mimi nimekuwepo, nimehudhuria. Ila wewe kwa mtazamo wako, ile tangazo tulilolitoa kuhusu kuombea ndoa za watu na wenye matatizo mbalimbali, umelionaje sasa? Na mpaka sasa hivi unajisikiaje wewe? Mpaka sasa ninajisikia vizuri kwa kweli. Kupitia mchungaji Florian, mkono nimeuona katika ndoa yangu. Ndio. Kupitia mchungaji Florian ndoa yangu imesimama. Ndoa yangu ilikuwa imeibiwa, lakini ndoa yangu ilirudi kupitia mchungaji Florian. Ninashauri hata ambao wana majaribu ya ndoa waje kwa mchungaji Florian, ndoa zao zitarudi. Kwa maana kwamba na wewe uliwahi kuibiwa mwanaume? Niliwahi kuibiwa mume wangu. Lakini ulipokuja kwa mchungaji Florian? Nilipokuja kwa mchungaji Florian akaniombea na mume wangu mpaka sasa amerudi. Na uko naye? Na niko naye. Ndio maana una furaha? Ndio maana nina furaha kupitia pasta wangu Florian. Na katika ibada nimeona una furaha, lakini inaonekana mambo yalikuwa vizuri kupitia. Mambo yalikuwa vizuri sana. Kwa hiyo pongezi iende kwa nani? Pongezi iende kwa pasta Florian. Ndio. Mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri kabisa. Okay. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo nimeamua niwazungukie, maana hii ibada ya leo nilikuwa sijui na siamini, ila nimeamini kwangu mimi, ila sijajua wewe umeaminije na umepokeaje, maana hii ilikuwa ni ibada ya tofauti. Mimi kwangu binafsi nimemwona Mungu kwa viwango vikubwa. Ndio. Tangu nizaliwe au tangu niwepo, kabla yani tangu niwepo, ndio sijawahi kujikutana kama ibada ya leo. Ndio. Maana ilikuwa ni ibada ya ukombozi. Nimekomboa vitu vingi. Ndio. Vingine nimeviona kwa macho yangu. Vingine viko njiani vinakuja. Kwa hiyo pongezi iende kwa nani? Pongezi iende kwa Mungu kwa sababu yeye ndiye mwanzo na mwisho, na pongezi pia imrudie mchungaji wetu ambaye ni mchungaji Florian. Yaani pongezi iende kwa Mungu wa Pastor Florian. Afanye kazi sawasawa na mapenzi yake Jehova. Asifiwe. Amina. Nimewatembelea leo, ilikuwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 24, na ilikuwa ni siku ambayo mchungaji wenu aliahidi kwamba itakuwa ni siku ya kuombea ndoa za watu zilizofungwa na wanaume walioibiwa na wanawake walioibiwa, yani waliibiana, si ndio? Kwa hiyo wengi wamejielezea, wengi wamezungumza, lakini nimezungumza na washirika hapa. Nipo na viongozi wa kanisa. Unaitwa nani? Mimi ninaitwa Florence Cox Madonatus. Ndio. Ni mkazi wa hapa Chabuhora, Morogoro. Ndio. Pia katika kanisa hili mimi ni katibu wa kanisa. Ni katibu wa kanisa. Umejisikiaje na umelipokeaje ulipolisikia hili kwamba ibada hii itakuwa ni ibada ya kipekee, ni ibada ya kitofauti,
ibada ya kuombea ndoa, au ndoa yako yenyewe ilikuwa na changamoto gani mpaka nao? Maana mpaka sasa hivi una furaha, inawezekana kuna kitu ambacho kimetendeka kilikuwa kinakutatiza kwenye familia. Vipi, umeionaje na umeipokeaje ibada leo? Haleluya. Mimi kwa kweli ibada ya leo nimemwona Mungu katika viwango vikubwa, kwa sababu mimi nimekuja nikiwa mgonjwa katika ibada hii. Nimekuja nikiwa mimi ni mgonjwa, lakini baada ya kufika kwenye ibada ya leo tukaanza ibada, lakini mchungaji alipoanza kuomba, na mimi kwa kweli kwa sasa ninamshukuru Mungu kwa sababu katika afya yangu haikuwa vizuri. Lakini kwa sasa kupitia katika maombezi ya mchungaji, maombezi ya siku njema ya leo, kweli ninamshukuru Mungu, ninajisikia furaha ndani ya moyo wangu kwa sababu kupitia katika maombi ya siku njema ya leo nimejisikia kufunguliwa. Ninajisikia kwa sasa niko huru, hivyo ninamshukuru Mungu. Shukrani ziende kwa nani? Shukrani ziende, sema kwa Mungu wangu wa Pastor Florian. Haleluya. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kupitia katika maombi ya siku njema ya leo. Ndio kweli nilivyojisikia kwamba nimefunguka, na mimi ninamshukuru Pastor Florian wa kizazi kipya, ndio karne ya mwaka 2026. Ndio kweli ninamshukuru Mungu aliye juu mbinguni kupitia katika mtumishi wake Pastor Florian. Nimemwona Mungu akitenda juu ya maisha yangu. Amen. Mungu akubariki. Mama, unaitwa nani? Naitwa Rosemary Edmunds. Ongeza sauti. Naitwa Rosemary Edmunds. Ndio. Salia katika kanisa la mchungaji Florian Boniface Kachwibete. Ndio. Katika kanisa hili mimi ni shemasi. Shemasi wa kanisa. Shemasi wa kanisa. Ibada ya leo na maandalizi, maana maandalizi yalianza tangia juzi. Ndio. Na mpaka leo ndio ilikuwa ni hitimisho, ni siku ya kuona kile ambacho alikuwa amekizungumza. Ndio. Wewe kupitia ibada ya leo umeona nini, au umepokea nini, au umejisikiaje? Kwa kweli kupitia ibada ya leo nimeona Mungu akiwafungua watu. Naam. Nimeona watu wakitendewa miujiza papo kwa hapo. Maana nimeshangaa kuona mtu anakuja anasema kwamba mimi nilikuwa na magonjwa ya tumbo mwezi mmoja au wiki moja, lakini akaombewa papo hapo tumbo likafunguliwa. Wengine walikuwa wanaumwa migongo wainama wainuki, lakini kuombewa papo hapo migongo yao ikapona, wakaanza kuinama na kuinuka hata kutembea. Ndio. Hivyo nimemshangaa Mungu wa leo wa mchungaji Florian. Ni Mungu wa kweli kabisa, anatenda muujiza, na ukiwa na imani kwako utafunguliwa kupitia maombi ya mchungaji Florian. Na nimeshangaa kuona wale wamama wanaojifanya kuja kuteka makanisa, wanajifanya kwamba wanakuja kuombewa. Leo kupitia maombi ya mchungaji Florian nimemwona mama akiumbuka mbele ya kanisa nzima na kutambulikana kile kilichokuwa kimemleta. Hivyo namshukuru Mungu anayezidi kutenda katika kanisa hili la Mlimani, azidi kusimama na mchungaji Florian. Najua ni mengi atakwenda kutendeka katika kanisa hili na katika taifa nzima. Unawaambia nini watazamaji wanaokutazama? Nawaambia watazamaji wanaonitazama, najua ni wengi wanaoteseka na magonjwa, ni wengi wanaoteseka na majaribu, wanalala vitanda virariki, biashara yao haikui, wachawi wanawawanga usiku kucha. Hivyo nawaambia ilipo kanisa la Mlimani ambalo ni la mchungaji Florian Boniface Kachwibete, anaye maombezi ya kutosha kabisa. Wenye shida wote ukija na imani unapokea uponyaji kupitia jina la Yesu. Amen. Msaidie baba huyo. Naona na mwenyewe anatamani kuongea. Alafu unaonekana una furaha, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi mimi katika kanisa hili mimi ni semansi wa mahali hapa. Ndio. Kwa jina langu ni Edmunds Tadeo, mzaliwa wa hapa Shabuhora Mgorogoro. Ndio. Niko katika kanisa hili la mchungaji Florian, tunafanya kazi ya Bwana isonge mbele. Ndio. Leo ilikuwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 5 2026. Ndio. Ni matukio mengi yamefanyika kama mama alivyozungumza na mama huyo alivyozungumza, lakini pia na watu wengine walivyozungumza.
lakini kila mmoja anaweza akapokea ibada hii kwa mtazamo wake, si ndio? Ndio. Wewe kwa mtazamo wako umeipokeaje ibada ya leo, na umeipokea kwa uzito gani? Kwa kweli ibada ya leo imekuwa ni tofauti kabisa. Ndio. Maana nimeona wagonjwa wanafunguliwa, wenye matumbo wamepona, ndio, wenye migongo wamepona, ndio, wenye vichwa vinavyowawanga wamepona, ndio, kupitia katika mtumishi wetu Florian Katebete. Maana ukitaka kuwa na nguvu ya Mungu, muone Pastor Florian, utapokea nguvu ya kutosha. Ndio. Maana yeye mtu mwenye nguvu, ndio, katika Bwana. Nimekuelewa. Shukrani zako au pongezi yako iende kwa nani? Kwa kweli pongezi yangu imwendee mtumishi wa Mungu, ili aweze kupata nguvu nyingi kwa ajili ya kuwaponya wagonjwa, maana anayoyatenda ni makubwa kabisa. Bila yeye hatuwezi kuwa mahali hapa ndani ya kanisa hili, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa. Walipokimbia katika kanisa hili, magonjwa yao yote yalipona kupitia katika mtumishi wetu Florian. Amina. Unaweza kutuma salamu kwa watu watatu? Naweza. Haya, watumie, wakumbuke leo ni siku ya Jumapili, wakumbuke. Naamini salamu zao zitawafikia. Salamu ya kwanza imwendee Pastor Florian. Ndio. Maana bila yeye hatuwezi tukawa mahali hapa. Ndio. Salamu ya pili imwendee mke wangu Rosemary Hedms. Amina. Mkazi wa Mgorogoro. Ndio. Na apokee salamu zangu. Ndio. Tatu na mwisho imwendee cameraman. Ndio. Ambaye na yeye ametuwezesha kuwa mahali hapa. Amen. Katika vyombo vyake, na Mungu ambariki. Amina. Mama, salamu zako kwa watu watatu ni muhimu leo ziwafikie uwapendao wao na wakumbuka katika Bwana. Haleluya. Amina. Salamu yangu imwendee mume wangu kipenzi anaitwa Edmis, baba watoto. Ndio. Nampenda sana katika Kristo. Amen. Salamu ya pili imwendee mtumishi wa Mungu mchungaji Florian, ambaye amenifanya hivi nilivyo nipate kumjua Mungu na kufanya kazi ya Mungu. Tatu na mwisho. Salamu ya tatu imwendee cameraman, azidi kumpa uweza na nguvu kwa ajili ya kuweza kukusanya sauti za watu katika hekalu la Mungu. Amina. Mama, salamu tatu kwa wapendao. Salamu ya kwanza ninamtumia mume wangu kipenzi aitwaye Donatus Kamugisha, mkazi wa hapa Mgorogoro. Ndio. Ninampenda sana. Salamu ya pili imwendee mchungaji wangu Florian Boniface mahali alipo, anaye niwezesha nizidi kukua kiroho katika kazi ya Mungu. Amina. Salamu ya tatu na ya mwisho ninamtumia mchungaji Deusdedit Joseph. Ndio. Mahali alipo, inawakumbuka hao. Mungu awabariki sana. Amina sana. Basi kama unavyoniona na unavyotazama, nilikuwa na viongozi wa kanisa, mmoja katibu wa kanisa, wawili shemasi wa kanisa ambao wanasaidizana na mchungaji Florian. Hapa tulipokaa ni eneo la kanisa kama unavyotuona, lakini pia najua unatamani kukutana na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na nguruma siku ya leo katika ibada kwa ajili ya kukamilisha zoezi la maombezi ya ndoa pamoja na matatizo ya watu mbalimbali. Lakini naamini leo tutakutana naye na tuko live, utatuona muda wowote. Search Facebook, TikTok, YouTube, mambo yako vizuri. Mambo yako vizuri mno. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Habari yako? Nzuri, unaendeleaje? Salama, kwema. Wewe maongera na ibada? Ndio, asante, tunamshukuru Mungu. Bwana, nimeona mambo leo yalikuwa vizuri. Ndio. Kama tulivyoahidiana jana. Ndio. Kwenye tangazo letu kuwa leo itakuwa ni ibada ya kipekee. Ndio. Itakuwa ni ibada ya kitofauti. Ndio. Leo nimeshiriki ibada. Umeshiriki ibada leo? Nikaona matukio mengi. Amen. Ni kwa nini unafanya hivi na unafanya kwa ajili gani na unafanya kwa ajili ya nini? Nafanya kwa ajili ya nini? Niseme tu kwamba ili jambo leo niuliza ndio ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na jambo lolote ambalo linafanyika
katika upande wa kufungua wagonjwa, ndio, katika upande wa ishara na miujiza kwa watu, mapepo kuondoka na majini kuondoka, na kuachilia watu na mashetani kuachilia ndoa za watu. Yale mapepo yanapoondoka ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na Mungu anajichukulia heshima pamoja na utukufu. Ndio. Na Mungu anafurahia kuyaona mambo kama hayo, na watu wakifunguliwa zaidi, na ndoa za watu zikiwa na amani na kicheko pia. Naam. Ndio. Nimeona watu wengi wakishukuru au wakishuhudia ndio matendo makuu ambayo wameona katika ibada. Ndio. Nimeona mama mmoja anasema mimi ndoa yangu ilikuwa na misukosuko, sio mmoja, ameungana kama wawili watatu. Yes. Ndoa zangu zilikuwa na misukosuko, lakini kuanzia leo naona kama mambo yamenyooka. Yaani hata hajafika nyumbani kama mambo yamefanyaje? Yamenyooka. Yamenyooka. Amina. Na wengine wameshuhudia kwamba watoto wao walikuwa wanaanguka vifafa. Ndio. Na wakasema tangia waje hapa na mpaka sasa hakuna mtoto anaanguka kifafa. Ndio. Na mwingine akasema mimi niliwahi kuibiwa na mume wangu, lakini kupitia mchungaji Florian, ndio, watu waliokuwa wamemteka mume wangu, nisema aliyekuwa amemuiba mume wangu, yes, amerudi, niko naye na naishi naye kwa amani. Ndio. Na nimemshuhudia mwingine amekuja hapa kwa ajili ya kujaribu kwa ajili ya kujaribu kazi yako au huduma yako. Umemwona? Nimemuona, nimemshuhudia. Yesu ni Bwana. Akasema mimi kwa kweli nimekuja hapa niombe, lakini kumbe alikuwa amekuja kwa njia nyingine. Alikuwa amekuja kwa ajili ya kuteka. Umemjuaje na umemuelewaje wakati unamuuliza? Maana alikuja kuombea kama wengine. Kwa nini umemtambua kwamba huyu amekuja kinyume na Mungu? Ndio. Kwa nini umemtambua kwamba amekuja kinyume na ibada? Bwana Yesu, unakumbuka kusoma Biblia wakati anaelekea kwenye kisima cha Yakobo kwa ajili ya kwenda kunywa maji, alikutana na mwanamke mmoja akamwomba kifaa cha kutekea maji ili apate kunywa. Yule mwanamke akakataa, akasema iweje, wewe ni huyu, wewe ni huyu, maana yake atuingiliani. Lakini baada ya hapo Yesu akamwambia, ungekuwa unajua unayosema naye na unayozungumza naye ni nani. Alimwambia ya kwamba mimi maji niliyo nayo, nina maji ya nini? Nina maji ya uzima. Na huyo mwanamke akasema, basi wewe kama na maji ya uzima, nikinywa maji yako siwezi kupata kiu. Akasema na mimi nipatie. Lakini Yesu akamwambia, basi nenda nyumbani, kija kupatia haya maji, nenda nyumbani ukache na mume wako. Kwa hiyo mwanamke akasema, sina mwanamume. Na Yesu akamwambia, kwa jicho langu ninavyokuona umesema kweli. Na wale watu wengine wanaume ulioacha kule nyumbani sio waume zako. Sasa Yesu alijuaje? Ndio. Maana yake unapokuwa na jicho la roho utaona kila kitu chochote. Ndio. Na hakuna mtu wa kujificha ukiwa na macho ya kiroho. Na ndio maana huyo mtu nimemwona, yeye alikuwa amekuja kama njia ya kuja kushiriki pamoja nasi katika kwenye ibada. Lakini kumbe amekuja kwa njia ya uchawi na kwa ajili ya kuteka na kwa ajili ya kuharibu kila chote. Lakini jicho la kiroho likamtazama. Yes. Hata mimi mwenyewe nilikuwepo, nimeshuhudia. Na alikuwa akiongea kwa kuogopa. Ndio. Na alishindwa kusema kwa sababu amekuwa na hofu sana kulingana na jinsi alivyokuja. Ndio. Mpaka hapo mchungaji, nikushukuru, nimekutembelea, naona ibada imependeza. Ndio. Na watu wengi watazidi kukimbilia. Ndio. Kama walivyoongea wengine kwamba sisi kwa kweli bila mchungaji wetu hatuwezi fanyaje? Ndio. Hatuwezi ishi. Ndio. Kwa na mimi kwa miujiza niliyoiona siku ya leo, naamini mambo yamekuwa vizuri na bado yanaendelea kuwa vizuri. Ndio. Mpaka tamati Mungu atakapokuita. Lakini hakuiti leo. Ndio. Atakuita miaka mingine. Bwana akipenda. Naona anazidi kuongezea miaka kulingana na msaada unaoitoa kwa watu. Yes. Leo ni tangazo ambalo tulikuwa tumeliandaa kuwa leo itakuwa ni ibada ya kuombea ndoa za watu. Nimekwambia. Ndio. Nimekwambia kwamba ukibahatika kuwa katika ndani ya ibada hii ndio ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndio. Nilikwambia kwamba utaona mambo makubwa. Ndio. Na ninaamini kwamba umeshuhudia matendo makuu ambayo Mungu anaendelea kuyatenda juu ya ndoa za watu. Ndio. Mungu akubariki na Bwana akutie nguvu. Amina. Nitoe wito kwa Watanzania wote. Ndio. Kwa jina naitwa Pastor Florian Mwinjilisti, mhubiri Injili. Ndio. Nitoe wito kwa Watanzania wote. Ndio. Ukihisi kuna tatizo lolote linasumbua maisha yako, nipigie simu. Ndio. Hata uwe Ulaya, na hata uwe Zanzibar, na hata uwe Bukoba, na hata uwe Ukerewe, na hata uwe Sumbawanga, na hata uwe Kigoma. Kwa wale naongea na wale ambao wako Kigoma na wengine wanaokwenda Kigoma kwa ajili ya kutafuta uchawi. Kama kuna uchawi wote wamekupa wewe, unatumika katika njia ya uchawi pasipo kujua. Ndio. Nitakusaidia kwa jina la Yesu, huo uchawi utaondoka. Amina. Na ndoa yako itakuwa salama. Na maisha yako itakuwa salama. Amina. Amen. Tuma salamu kwa watu 5. Nitume salamu kwa watu 5. Ndio. Na chukua nafasi hii kutuma salamu kwa mtu mmoja, rafiki yangu mchungaji Bufure.
wa kanisa letu la Agape Christian Fellowship. Lakini pia nachukua nafasi hii kwa ajili ya kumsalimia muasisi wetu Askofu C.N. Lucas anaishi kwa Dar es Salaam. Mungu wa mbinguni ambariki baba yetu ambaye anatuongoza kwa maono mazuri na kwa ajili ya kutufikisha katika ufalme wa mbinguni. Amen. Lakini pia nitume salamu kwa viongozi wote ambao natumika nao katika kanisa hili la Agape. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini pia nitume salamu kwa mke wangu ambaye anaitwa Violet Florian. Mungu awabariki na Mungu amtie nguvu. Lakini pia somesha tano na mwisho. Ndio. Natuma salamu kwa watoto wangu wote ambao ni wa kiroho na ambao na wazaa kimwili pia. Kuna Foti, kuna Erivia, kuna nani mwingine? Na Loinesi. Mungu awabariki sana. Amina. Lakini pia natuma salamu kwako pia nyongeza kwa mwandishi. Mungu akubariki. Bila kumsahau mchungaji nani huyu ndugu yako kipenzi ambaye mnatumika pamoja kwa ukaribu. Tuma salamu kwa mchungaji Vincent yuko pale Kibondo. Ndio. Lakini pia analichunga kanisa la Agape. Mungu ambariki sana kwa kazi njema anazofanya mara pale Kibondo. Nasikia kuna moto unawaka. Lakini pia natuma salamu kwa mtumishi wa Mungu pia umeniongezea kwa mtumishi wa Mungu Claudius Boniface. Ndugu yangu tunazaliwa wote. Mungu ambariki. Nasikia moto unawaka pale Cherima. Bwana awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika na Mungu tubariki sisi watumishi wako na utulinde. Amen. Na Mungu aibariki Agape. Amen. Goodbye.